Mimi ni Jack Sinzaera, ni mmoja wa vijana wa vuguvugu ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jimbo la Nord Kivu. Tunazungumzia leo kuhusu mkataba wa Washington kwa ajili ya amani kati ya Kongo na Rwanda. Ni jambo la furaha sababu tunaona fununu ya kurudi kwa usalama ndani ya jimbo la Kivu ya Kaskazini na Kusini na ndani ya region ya Grand Lac kwa jumla. Toka jana mkataba mkuu ambayo ulikuwa nasubiriwa umefanyika kati ya nchi Kongo na Rwanda ili kuona namna gani usalama kamili unaweza ukarudi ndani ya jimbo la Kivu ya Kaskazini na Kusini na ndani ya jimbo la Maziwa Makuu. Tunafikiri ya kwamba kwa hiyo mambo yote ambayo wamefanya Washington kwa kusaini hiyo mikataba ya amani kati ya Rwanda na Kongo itasaidia hizo jimbo ambazo zilikuwa naishi ndani ya ukosefu wa usalama, na kwa jumla wakongomani wote wanajua ya kwamba Rwanda inavamia Kongo kwa ajili ya mali zao, na ili leo wamekubaliana namna gani mali ya Kongo ambaye iko ndani ya jimbo la Kivu ya Kaskazini na Kusini itaweza kuchimbwa na kusaidia jimbo la Maziwa Makuu kwa jumla na kusaidia nchi ambazo ziko kando kando na Kongo, kwa kusema mkongomani apate amani, kwa sababu madini hiyo sisi wakongomani haitufalie kitu, na tunadhani ya kwamba wakatupa amani tuna uchumi zaidi ya hiyo madini ambayo inaweza saidia wakongomani wakiwa na amani. Na ndio maana tunataka gisi Rais Tshisekedi amefikisha Kagame mwisho kwa kusema wafanye hiyo mkataba, kama Marekani wamesema gisi madini watakuwa wanairafine, yaani kuyasafishia Rwanda ili mkongomani apate amani, ni jambo la kushukuru na kusema ya kwamba kwa hiyo Rwanda itoe miguu yake ndani ya Kongo na Rwanda iache unafiki na isindikize hiyo mkataba ya amani ili wakongomani waishi na amani na mambo yote ambayo wamesaini ifike kikomo. Unajua kitu ambayo tuko naomba Marekani ni hiyo kusema waache kuua wakongomani kwa sababu ya uongo ya Rwanda. Na tunajua ya kwamba leo tuliona sisi wote kama Rwanda iliingiza zaidi ya mabasi 12 kwa kuchukua ambao wanaita Wahutu wa Nyarwanda ambao walikuwa Kongo, na ilifanyika Goma, waliwapeleka Rwanda, na tujue kama mpaka siku gani ndio wa FDLR ambao wanaita FDLR wataisha Kongo. Leo inapita zaidi ya miaka 25 kwenda tangu wale wa jeshi ambao wanaita FDLR walikimbia kuja Kongo, na Rwanda imefanya operation zaidi ya 10 na jeshi la Kongo kwa kuwafieka wale wanamgambo wa FDLR. Na tujue ya kwamba leo Amerika inataka ikosee mkongomani amani kwa ajili ya kusaidia Rwanda kwa hiyo uongo yao ya uvamizi. Na leo tumeona uvamizi sio FDLR, uvamizi ni kwa ajili ya madini ya Kongo, na sisi wakongomani tunawaambia waje wachukue yote, watuachie sisi amani, sababu tuna mashamba zetu ambaye zinapaswa kutupatia mali, tuna vitu mingi ambavyo vinaweza kutupatia uchumi isiyokuwa hiyo madini, na hiyo madini si wakongomani hatuione. Kwani ukauliza wakongomani zaidi ya 10 hakuna ambaye ameona kolta, hakuna ambaye ameona oro. Sisi tuna haja ya amani, waje wachukue yote wanapenda, lakini mkongomani ana haja ya amani na nchi yake iachiliwe huru. Sisi imani ni kusema ya kuona kwanza kama kulikuwa hiyo volonte, yani fursa kwa wale vikundi mbili, yani Kongo na Rwanda, kwenda kuikala kuzungumzia yale mambo ya kufata ni maelekezo, na ya kufata ni kuaplike hiyo maakoro ambayo wamefanya Washington DC. Kongomani kitu wanaomba ni amani, sababu tumeona ya kwamba vita isaidie kitu, na kama leo Kongo ilikubali kuikala na Rwanda ni sababu wananchi wamechoka na vita na tunataka amani, na hiyo amani iwe ya kweli,
na kusema kama Rwanda iache unafiki, na tunadhani kama viongozi wetu wanajua kitu ambayo Rwanda anatafuta ndani ya Kongo, na nafikiri nao wanafikiria yengine mipango yengine, ingalao Rwanda haikubali kutenda mambo ambaye wamesaini Washington DC. Tunadhani ya kwamba Rwanda ambaye imevamia Kongo zaidi ya miaka 30 leo ione ya kwamba wakongomani hawana shida nao, na wakongomani wanataka waishi na amani, na Rwanda atabaki jirani yetu ingalao dunia itaendelea kuwepo. Kwa viongozi wetu wa Kongo tunasema amani sio kunyamazisha risasi tu. Viongozi wetu waongoze nchi na uzalendo. Mkongomani hana haja ya hiyo madini. Mkongomani hana haja ya uongozi bora. Waache kunyanyasa raia, waache kutia mataksi, yani makodi zisizokuwa na hatia za kuiba raia. Kama wanalipisha kodi yoyote, isaidie kwa kuendeleza nchi, yani kwa kudevelope nchi. Leo hii wakongomani wote wajue ya kwamba kama tuko naenda mwa hii njia ya uongozi mbaya vita, ni sababu yetu sisi wananchi ambayo tunachagua undugu, tunachagua 5000 francs, tunachagua 2000 francs, hatuchague watu ambao wanastahili kwa kuongoza. Kama tunapitia hii mambo yote ya vita, ni sababu sisi wananchi akili yetu inaishia ku 5000 francs, inaishia kuvala polo ya depute, na inaacha nchi inaendelea kuzaraulika na mainchi jirani. Kama wakongomani hawaprendre conscience, yani waache kuchagua watu sababu ya polo, sababu ya 5000 francs, hizo inchi 9 ambazo zinatuzunguka zitaamuka zote kwa kutuvamia. Viongozi wakuwe na uzalendo, wapende inchi. Hatuwezi kuwa na serikali ambaye inafanya miaka 30 inashindwa jenga barabara, uchumi ya inchi haiendelee. Tunadhani kama Amerika pia ijue ya kwamba shida ya Kongo sio vita tu. Kukosa amani sio kunyamazisha risasi tu. Mbaya vile iko na waongozi wetu watumie uzalendo, waache kunyanyasa raia, waongoze nchi kama vile mtu anaweza akaongoza nyumba yake, wawe na upendo ya raia. Na tunadhani ya kwamba kisha hiyo mkataba wakongomani viongozi watusaidie. Tumeona sisi zote ya kwamba tunakosa viongozi wa jeshi ambao wana uzalendo. Kitu ya kwanza tunamlomba Rais Tshisekedi ajenge jeshi ambaye itatumikia nchi, hapana ambaye itatumikia kwa kunyanyasa raia, ambaye itatumika kwa kuiba madini ya nchi. Tunawaza leo hii Kongo ina haja kukua na jeshi ambao wanaita Armée Nationaliste ambaye itatumikia nchi, na viongozi wajue kama jeshi askari ni mtoto ya kwanza wa serikali ambaye wanamnunulia kila kitu yote na wanamuprendre en charge. Na hiyo ndio tutatoka kwa hiyo humiliation ambayo tumepata kwa siku zinapita, kujenga jeshi ambayo inastahili. Hata kama hiyo mkataba imefanyika Washington, tunadhani kia kufanya sana ni kujenga mena jeshi ambayo iko nguvu na ambaye inatumikia raia na inatumikia uzalendo na nchi yake. Mimi ni Jack Sinzaera, ni mmoja wa vijana wa vuguvugu ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jimbo la Nord Kivu.